Msafara wa viongozi wa ACT Wazalendo ukiongozwa na kiongozi wa chama hicho Dorothy Semu na makamu wa kwanza wa rais wa Zanzibar ambaye ni mshiriki wa mwenyekiti wa ACT Wazalendo Othman Masoud, pamoja na msafara mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema Tundu Antipas Lissu umezuiliwa kuingia nchini Angola na mamlaka za serikali ya Angola. Taarifa iliyotolewa na katibu wa mambo ya nje ya ushirikiano wa kimataifa wa ACT Mwanaisha Mdeme Machi 13, 2025 inasema viongozi hao wanashikiliwa katika uwanja wa ndege wa Luanda na hati zao za kusafiria zinashikiliwa. Serikali ya Angola bila kueleza sababu yoyote imetoa amri ya viongozi hao kurejeshwa Tanzania. Viongozi hao waliwasili Angola kushiriki mazungumzo ya jukwaa la demokrasia ya Afrika, yani The Platform for African Democrats, yani PAD, iliyoandaliwa na taasisi ya Brinthos Foundation, yaliyopangwa kufanyika kuanzia Machi 13 hadi Machi 16, 2025, ambapo mbali na viongozi hao, viongozi wengine zaidi ya 40 kutoka nchi mbalimbali za Afrika ambao pia walikuwa wanahudhuria mkutano huo wamezuiliwa na serikali ya Angola. Mmoja ya viongozi waandamizi waliotarajiwa kushiriki kwenye mkutano huo ni pamoja na marais wastaafu Lankama wa Botswana na Andres Pastrana Arango wa Colombia. Wengine ni waziri wa kilimo wa Afrika Kusini na kiongozi wa chama cha DA yani Johnny Steenhuisen na kiongozi wa chama cha Podemos cha nchini Msumbiji Venancio Mondlane. ACT Wazalendo imelaani kwa nguvu kitendo cha udhalilishaji kilichofanyika dhidi ya viongozi wa ACT na viongozi wengine kwa kuzuiliwa na kushikiliwa katika uwanja wa ndege wa Luanda, ambapo ACT pia imemtaka balozi wa Angola nchini Tanzania kutoa maelezo ni kwa sababu gani viongozi hao wamezuiliwa na kunyang'anywa hati zao za kusafiria. Kwa upande wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema wametoa taarifa kuhusu sakata hilo, ambapo katika taarifa yake wameandika mambo yafuatayo. Chama cha demokrasia na maendeleo Chadema kinalaani vikali kitendo cha kuzuiliwa kwa mwenyekiti wa chama taifa Mheshimiwa Tundu Lissu kuingia nchini Angola ambako alipaswa kushiriki mkutano muhimu kuhusu masuala ya kidemokrasia. Mbali na Mheshimiwa Lissu, viongozi wengine wa upinzani kutoka Tanzania, Kenya na Uganda na nchi zingine wamezuiliwa kuingia nchini humo bila maelezo ya msingi. Tunafuatilia kwa karibu ili kubaini sababu za zuio hili na kuhakikisha haki ya demokrasia za viongozi wa upinzani zinalindwa kwa mujibu wa sheria za kimataifa. Taarifa hiyo imetolewa siku ya Alhamisi tarehe 13 Machi 2025 na mkurugenzi wa uenezi wa mawasiliano ya Chadema. Hii ni Sawasawa Digital, habari kiganjani mwako.